Na mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, ni kukaribisha katika habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel Plus. Utakuwa nami Lulu Hali, lakini tutakuja kujiunga na Esther Mtebe hapo baadaye katika upande wa michezo na burudani. Karibu sote mtazamaji, na kwa kwanza tuanze huko jijini Dodoma ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amewapisha mawaziri 27 na manaibu waziri 29 na kuwataka viongozi hao watambue kuwa wanayo kazi ya kutafuta fedha kupitia vyanzo vya mapato vya ndani ya nchi ili kuiwezesha serikali kuanza kutekeleza miradi badala kusubiri fedha zinazotokana na vyanzo vya nje. Taarifa zaidi na Amani Mbando anatueleza. Mimi Mwasi Damas Kamani na hapa kwamba ni katika hafla ya kiapo cha uaminifu na kiapo cha maadili kwa viongozi wateule ambao ni mawaziri na manaibu waziri, ambayo imefanyika Ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma, ambapo Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema sababu za muhula wa pili wa serikali wa awamu ya 6 kuanza kujitegemea ni kutokana na doa ambalo nchi imelipata baada ya vurugu za uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia doa kidogo. Kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza wa awamu hii. Tuna kazi ya kutafuta fedha humu ndani, kutumia rasilimali zetu alizotupa Mungu. Tutaangalia njia gani tutazitumia tupate fedha ili tukatekeleze miradi ile ambayo tunakwenda kutekeleza. Kubwa zaidi, muhula wa pili wa awamu ya 6 tutaanza kufanya miradi wenyewe, alafu mashirika yatatukuta njiani, tutakwenda nao. Amewataka viongozi hao kufanya kazi kwa bidii na kwamba hatosita kuwaondoa kwenye nafasi hizo endapo hawatakuwa na matokeo chanya. Tukikubaliana mradi impact, matokeo kwa wananchi, sio matokeo ofisini kwako. Hapana, tumefikia hapa, bado hapana. Matokeo kwa wananchi kwa muda utakaokubaliana. Baada ya kiapo hicho, baadhi ya mawaziri wameeleza mwelekeo wao katika nafasi walizoaminiwa, huku wengine wakianza kukutana na watumishi katika ofisi zilizopo mji wa serikali Mtumba. Na tumefanya tathmini kwamba tuna vijiji 12,318. Tumebakisha vijiji 1,500. Tuna magari ya uchimbaji visima. Kwa hiyo tulichoamua tunaanzisha programu ya visima 900. Tumeshaanza phase 1, sasa hivi tunaenda phase 2. Tuendelee kufanya kazi kwa pamoja. Neno alilotuacha nalo Mheshimiwa Rais juzi pale bungeni, anasema anataka itakapofika 2030, yani serikali hii ya awamu ya 6 iwe imewaachia Watanzania tabasamu. Na baadhi ya manaibu waziri wameeleza namna watakavyoshirikiana na mawaziri kutatua changamoto zinazowakabili wananchi kwenye sekta za ardhi, nishati na ajira, kuhakikisha kwamba watu wanafikiwa na nishati safi na salama, lakini pia tunakuwa na umeme wa uhakika. Lakini kama haitoshi, sekta ya mafuta na gesi pia inaimarika. Tutaendelea na hamasa ya kuwafundisha wananchi juu ya upangaji wa matumizi bora ya ardhi na kutumia kulingana na mipango ambayo imewekwa. Umemsikia leo Mheshimiwa Rais pale anasema tuna mambo mengi lakini muda mchache. Kwa mimi kama kibonge hivi kidogo nikapungue ili tuweze kwenda na muda, hizi ajira milioni 8 zipatikane. Zitapatikana, hakuna wasiwasi. Katuweka vijana tunapenda kazi, tunakwenda kufanya kazi. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Naam, shukrani sana Amani Mbando kwa taarifa hiyo. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wataongoza mkutano kuhusu njia ambazo Ulaya inapaswa kuzichukua ili kupunguza utegemezi wake katika makampuni ya kiteknolojia sio ya Ulaya. Filipina Ndwata anatuarifu zaidi. Mkutano huo wa kilele kuhusu uhuru wa kidigitali barani Ulaya umefanyika Jumanne mjini Berlin, Ujerumani, na unatarajiwa kuhudhuriwa na nchi 23 pamoja na mawaziri wa masuala ya kidigitali wa nchi za Umoja wa Ulaya na viongozi wa wafanyabiashara. Merz na Macron ndio watakuwa wazungumzaji wakuu na watashinikiza uhuru mkubwa wa kidigitali wa Ulaya wakati ambapo matumizi ya akili mnemba yakiongezeka. Duru kutoka Berlin zimeeleza kuwa matangazo kadhaa kuhusu ushirikiano na uwekezaji wa makampuni ya Ujerumani na Ufaransa yanatarajiwa kutolewa, ambapo yatahusisha miundombinu ya kompyuta, teknolojia ya kiwango cha juu, huduma za afya, ulinzi na drone.
Lengo kuu la mkutano huo litakuwa kuhusu upatikanaji wa rasilimali za kompyuta na jinsi Ulaya inaweza kutengeneza miundombinu yake salama ya kuhifadhi data za serikali na makampuni. Kwa sasa makampuni makubwa ya Marekani kama vile Amazon, Microsoft na Google ndiyo yanatawala katika soko la upatikanaji wa rasilimali za kompyuta. Umoja wa Ulaya umekuwa ukikosolewa kwa kutochukua hatua haraka katika vita vya utawala wa akili mnemba dhidi ya Marekani na China. Akizungumza Jumatatu kabla ya mkutano huo, Kansela Merz alitoa wito wa kuwepo uhuru mkubwa barani Ulaya, akisema wanahitaji kuwa huru zaidi katika nyanja mbalimbali za kisiasa na kiuchumi, kwani hawawezi tena kuitegemea Marekani kulinda au China kuwapa malighafi. Filipina Ndwata, Channel 10+. Shirikisho la umoja wa madereva bajaji na bodaboda mkoa wa Kigoma limewataka maafisa usafirishaji kutojihusisha na vitendo vya maandamano vinavyoweza kuchochea uvunjifu wa amani ya nchi, ikiwa ni ukiukwaji wa sheria na taratibu za nchi. Taarifa zaidi mmoja Bohoza anatueleza. Tamko hilo limetolewa na mwenyekiti wa madereva bajaji na bodaboda Manispaa ya Kigoma Ujiji, Kashindi Maulidi, kwa niaba ya mwenyekiti wa shirikisho hilo mkoa wa Kigoma, ambapo amesema dereva yoyote atakayejihusisha na vitendo hivyo atachukuliwa hatua za kinidhamu, ikiwemo kufutwa wanachama. Tumeazimia na kuelekezana asitokee dereva yoyote ama mmiliki kushawishi kufanya maandamano kinyume cha sheria za nchi. Kamwe tusikubali kutumika vibaya na wasioitakia mema nchi yetu. Tusimame imara kuwapinga vikali watu hao ambao ikitokea wanashawishi mambo yao, tuwaripoti mara moja kwenye vyombo vya usalama. Baadhi ya maafisa usafirishaji wameunga mkono tamko hilo na kupokea maelekezo yaliyotolewa, ikiwa ni pamoja na kutoa taarifa inapobainika kuwepo kwa viashiria vya vurugu, pamoja na kutoa elimu kwa wenzao ili kwa pamoja washiriki katika ulinzi wa amani ya nchi. Tamko nimelipokea kwa moyo mzuri sana na ninaipongeza serikali yetu kwa kutambua hilo, kwamba sisi tunaweza tukasaidia kuweza kupunguza hii jambo ambalo linaweza likatokea, ambalo linaweza likavunjisha amani. Kwa vurugu zilizotokea, kwa sababu kimetuumiza sisi wengine. Mmoja, tulikuwa tunapangiwa limiti ya kufanyia kazi na ni hali mojawapo ambayo hatukuizoea. Nina vijana wangu ambao nitakaa nao chini kuwapa elimu ili kuweka hali ya nchi iwe kwenye amani na utulivu. Kwa yoyote anayejihusisha katika swala la ushawishi wa maandamano au uvunjifu wa amani, na mpinga na tumpinge sisi sote kama Watanzania, sababu amani tulionayo ni mtaji mkubwa. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Ethiopia imethibitisha vifo vitatu kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa virusi hatari vya Marburg vilivyogunduliwa katika eneo la Omo kusini mwa nchi hiyo linalopakana na Sudan Kusini. Waziri wa afya nchini Ethiopia, Megdes Daba, amesema serikali ya nchi hiyo ambayo ilitangaza mlipuko huo wa Marburg siku ya Ijumaa ilifanya uchunguzi wa visa 17 vilivyoshukiwa kuwa vya ugonjwa huo. Daba amesema kwa sasa hakuna visa vipya vilivyogundulika, lakini serikali inachukua hatua za kinga, ingawa kundi la wataalamu kutoka shirika la afya duniani na vituo vya Afrika ya kudhibiti na kuzuia magonjwa vimepelekwa kusaidia katika upimaji na udhibiti wa ugonjwa huo. Ugonjwa wa Marburg husambaa kwa kugusana na watu wenye ugonjwa huo. Dalili zake ni pamoja na homa, maumivu ya misuli na kuhara, na ikiwa haukutibiwa, ugonjwa huo wa Marburg unaweza kusababisha vifo vya hadi 88% kwa watu wanaougua. Na mtazamaji, tukiangazia huko Pwani, chama cha maafisa usafirishaji mkoani Pwani bodaboda kimesema hakihusiki na vurugu zinazojitokeza mwishoni mwa Oktoba mwaka huu na kusisitiza msimamo wake thabiti wa kutokuunga mkono machafuko yoyote yaliyofanyika nchini. Mwanahabari wetu Margaret Malisa ana taarifa zaidi. Akizungumza katika mkutano na vyombo vya habari uliofanyika Kibaha maili moja, uongozi wa umoja huo umeonya wanachama wake
na wafanyabiashara wenzao wa usafirishaji kuto kujihusisha na viashiria vya uvunjifu wa amani ya nchi. Sisi maafisa usafirishaji kwa umoja wetu tunasema atuungani na hilo, na nitoe rai kwa maafisa usafirishaji wote mkoa wa Pwani, yoyote uwe dereva uwe kiongozi, sisi tunatoa tamko la kwamba kama utakuwa unashiriki kwa namna yoyote kuingia kwenye vishawishi hivyo kwa namna yoyote, hatuko ridhaa na wewe, kwa sababu tunaamini amani ndio kila kitu. Vurugu chache au ndogo iliyotokea imetufanya sisi maafisa usafirishaji kukosa amani kwenye vituo, kutokuweza kufanya kazi. Sio jambo la kulielezea sana, lakini kila mmoja anajaribu kuonja joto la jiwe hilo. Maana yake ni nini? Kwamba hata katika hali ya uchumi mmoja mmoja kwenye eneo letu la kazi, sisi kama maafisa usafirishaji, uchumi tumeshuka. Katika hatua nyingine, maafisa usafirishaji wakapeleka kilio chao kwa serikali pindi matukio ya uhalifu ama vurugu wasihusishwe, badala yake uchunguzi wa kina ufanywe kuwabaini wahalifu. Changamoto tunayoipata nyingine ni mtu anaweza kawa si afisa usafirishaji, anatumia pikipiki yake, lakini linapotokea jambo na yeye akashiriki, basi na jamii au serikali inaona kwamba hawa madereva bodaboda ndio wanashiriki kwenye hizi changamoto. Tunapinga, hatusapoti kuhakikisha dereva yetu bodaboda anashiriki ima kutoa mafuta kwenye chombo chake, kuweza kulipua eneo lolote au sehemu yoyote ya umma au hata ya mtu mmoja mmoja. Hili kwetu sio sahihi. Tunapinga kwa pamoja na tunakubaliana kwa pamoja, utulivu ndio amani. Umoja huo umesisitiza kuwa unathamini na kuunga mkono jitihada za serikali za kudumisha amani na utulivu, huku kiwataka wanachama wake wote kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kufuata sheria. Margaret Malisa, Channel 10. Naam, shukrani sana Margaret Malisa kwa taarifa hiyo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio linalounga mkono mpango wa amani wa Rais wa Marekani Donald Trump kwa Gaza, huko wajumbe 13 wakipigia kura hiyo mjini New York kuunga mkono pendekezo hilo la Marekani, ambalo pia litawezesha kuundwa kwa kikosi cha kimataifa kusaidia kuleta utulivu katika eneo hilo. Habari zinasema Urusi na China hazikushiriki kura hiyo, huku mwakilishi wa kudumu wa China Fu Kong katika Umoja wa Mataifa amesema azimio hilo halieleweki katika vipengele vingi muhimu. Katika ujumbe kupitia mtandao wake wa Truth Social, Trump amepongeza hatua ya kuidhinishwa kwa azimio hilo na kuitaja kuwa mafanikio ya kihistoria, na akawapongeza wale walioliunga mkono. Hata hivyo, Hamas imelipinga azimio hilo na kusema halikidhi matakwa ya kisiasa na ya kibinadamu ya Palestina, huku kwenye ujumbe katika mtandao wa Telegram, kundi hilo limesema azimio hilo linaweka utaratibu wa ulinzi wa kimataifa katika ukanda wa Gaza usiokubalika na wakazi wa eneo hilo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Shalamila ametoa maagizo ya kuanza kwa utoaji huduma ya mabasi ya mwendokasi katika barabara ya Mbagala baada ya kusimama kwa muda kutokana na vurugu za Oktoba 29 ambazo zilisababisha baadhi ya vituo vya mwendokasi pamoja na mabasi kuharibiwa. Tupate taarifa kamili. Ni wasihi tuendelee kuwa na utulivu, ni wasihi tuendelee kujenga upendo, lakini wasihi sana pia tuendelee kuwa wamoja, na ni wasihi pia kwamba migogoro ya namna hii tusiangalie katika jicho la kawaida. Chalamila ametoa maagizo hayo baada ya kufanya ukaguzi wa vituo vilivyoharibiwa na makundi ya vijana na kuharibu mashine na mifumo ya ukataji tiketi katika vituo hivyo. Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 11 2025, na waelekeza DART, na waelekeza UDART, na waelekeza TANESCO, taasisi zote za serikali zinazohusika kwa pamoja chini ya katibu tawala wa mkoa ndugu yangu Muhinte, wahakikishe tarehe 20 ya mwezi wa 11 2025 Alhamisi saa 2 asubuhi au hata kabla, mabasi yote yanaingia kwenye barabara kubeba wasafiri wa hii barabara ya Mbagala kuelekea mjini. Kuwashukuru vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Hali unayoiona imekuwa shwari kwa sababu ya nguvu kubwa na akili kubwa walioitumia kulinda miundombinu. Kama mnavyoona, kuna gesi, kuna mabasi yote nayo yana gesi, kiasi kwamba ule uharibifu ungefika hapa, madhara yangekuwa makubwa zaidi. Kati ya vituo vyetu 23 ambavyo viko kwenye njia hii, vituo vitatu ndo viliathirika sana, na kituo kimoja ndo hata kwenye
kuanza kutoa huduma kitakuwa na shida, ila wataalamu bado wanaendelea kufanya marekebisho ili kuhakikisha basi vituo vyote vinaweza kutumika wakati. Akizungumza na wananchi katika eneo la Mbagala, Rangi Tatu Chalamila amewataka wananchi kuhakikisha wanalinda miundombinu ya umma, lakini pia kudumisha amani, huku wananchi wakishukuru baada ya usafiri huo kurejeshwa. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu na Mbagala, sasa tumeona wenyewe kwa kile ambacho mnadhani tunapaswa kukaa na kuzungumza. Sisi kama serikali, yapo mambo ambayo tutajifunza kutoka kwenu. Na ninyi inawezekana mna ushauri pia wa kutufunza sisi ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kwa sababu watoto wanahitajika kwenda shule. Shule ikichomwa mtoto anasoma wapi? Kwa hiyo hayo mambo yote ndugu zangu, tuwe na hasira tunavyoweza kuwa nazo, lakini tujue kwamba hii miundombinu inatufaa sisi na vizazi vijavyo. Kwa kweli tunaomba serikali kitu sije kajirudia tena jamani. Watoto wetu, sisi tuna watoto waliathirika, sasa tulipata shida sana. Kwa hiyo tunaomba serikali shida sije kajirudia tena. Sisi wananchi wa Tanzania hatuna matatizo. Tunamheshimu Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri anayofanya na hali ilivyo, tunaomba amani endelee, lakini maelekezo yanayotoka yafanyiwe kazi. Wanapoongea waongee kweli kweli, sio naongea tu mdomoni afu ufuatiliaji unakuwa sifuri. Waongee na ufuatiliaji uwe kweli hatua kwa hatua. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Mamlaka ya usimamizi wa bima nchini TIRA imethibitisha kuimarika na kukua kwa soko la bima nchini baada ya kuwepo kwa ongezeko la matumizi ya teknolojia na kuimarishwa kwa mifumo. Tupate undani wa taarifa hii. Uthibitisho huo umetolewa hapa Dodoma na Kamishna wa Bima Dr. Bagayo Sakware wakati akifungua semina ya elimu ya bima kwa wahariri wa vyombo vya habari nchini. Ongezeko la matumizi ya teknolojia, uboreshaji wa mifumo ya usajili, usimamizi wa kampuni za bima na kuimarika kwa udhibiti kumechangia kuongezeka kwa uaminifu na kuimarika kwa ushindani katika soko la bima. Aidha, kamishna huyo wa bima na msuluhishi wa migogoro ya bima Bi Margaret Mungumi wakatoa rai kwa vyombo vya habari kutoa elimu kwa umma ili dhana potofu ziondoke kwa wananchi. Kuna dhana potofu vile vile ya kwamba bima inachelewesha malipo. Kwa 95% bima inalipa kwa wakati na kwa usahihi. Kuna matatizo kwenye 5% ambayo yanahitaji kuelezewa vizuri. Mengine yanaweza kuwa yamesababishwa na mwenye kudai. Vyombo vya habari vina nafasi ya kipekee katika kufikisha elimu sahihi kwa wananchi kuhusu hatua za kudai fidia ya bima, kusaidia kupunguza malalamiko yasiyo na msingi kwa kutoa taarifa sahihi, kuelimisha umma dhidi ya udanganyifu wa madai ya fidia ya bima au insurance fraud, na kuimarisha uwajibikaji wa kampuni za bima kupitia uandishi wa uwazi na wa haki. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringa Mwangi. Serikali imekamilisha ujenzi wa jengo la halmashauri ya wilaya ya Maswa mkoani Simiyu lililojengwa kwa zaidi ya shilingi bilioni 3, huku watumishi wa halmashauri hiyo wakitakiwa kulitumia vyema kwa kuokota huduma bora kwa wananchi sambamba na kutunza miundombinu ya jengo hilo. Mwandishi wetu Aidan Mhando kutoka Maswa mkoani Simiyu anaeleza. Jengo hilo ambalo limejengwa kwa fedha zilizotolewa na serikali litawezesha utoaji huduma kwa wananchi wa wilaya ya Maswa kwa kuwa na miundombinu na vifaa vya kisasa. Watumishi wa halmashauri hii nini ahadi yao kwa wananchi wanaowahudumia, huku wananchi wa wilaya ya Maswa nao wanaeleza matarajio yao mara baada ya kupatikana kwa ofisi hiyo mpya. Wilaya ya Maswa ni wilaya siku nyingi sana. Kuwa na jengo ambalo tulikuwa nalo zamani, kwa sisi kama watu wa Maswa tulikuwa tunajisikia kidogo haya kuwa na jengo ambalo tulikuwa nalo, lakini lile jengo liloko pale Mkombozi ni jengo ambalo linajengea heshima wilaya ya Maswa, lakini pia inajenga hadhi ya kuonyesha kwamba kweli Maswa ni wilaya tanzu au wilaya tangu ya wilaya ambazo zinatuzunguka sisi wilaya ya Maswa. Rai yangu kwamba kwa wananchi sasa wa wilaya ya Maswa wafike katika ofisi zetu za halmashauri ya wilaya ya Maswa ambazo ziko hapa Ngami kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali wanazohitaji.
Shukrani kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan zinatolewa hapa na viongozi wa halmashauri hii. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutupatia fedha hizi. Na fedha hizi, jengo hili tumejenga ndani ya miaka miwili tu. Tumeanza kujenga mwaka 2023 Septemba, lakini tarehe 10 mwezi wa 11 mwezi huu tumeweza kuhamia. Nichukue nafasi hii kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii serikali inawekeza, sio majengo ya mchezo. Jengo hili sio la mchezo, jengo kubwa almost bilioni 3.3, inaenda bilioni 4. Wilaya ya Maswa ni moja kati ya wilaya kongwe hapa nchini ambapo ilianzishwa mwaka 1926. Kutoka hapa katika halmashauri ya wilaya ya Maswa mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo, na sasa tukapata mapumziko mafupi. Tukirejea tuendelee mbele zaidi na habari za biashara. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus. Endelea kusalia nasi.